Kwa kumbe tuna kazi kwanza kuwafundisha watu Mwenyezi Mungu mpaka wamjue, wamthamini, wapate kumpenda. Mswalini Mtume Muhammad. Hiyo ndio usulubu ya kwanza. Watoto wako wewe usiwaanzie moja kwa moja swali, funga, na ukakasirika juu ya hilo. Atafunga kwa ajili ya nini? Hamjui Mwenyezi Mungu. Mfundishe tauhidi. Na alhamdulillah katika madarisi tunazoshinda kutwa na kufanya kazi, tunalo somo zima linalohusu tauhidi. Kwa hiyo ni suratul Fatir, au ukitaka ite suratul Malaika. Na sura hii inaelezea nini zaidi? Inaelezea mambo ya akida, kwa sababu ni katika sura za Maka, na wingi katika sura za Maka zinaelezea mambo ya mutakadati, mambo ya akida. Sawa sawa. Mtu akipata akida vizuri, akitoka hapo anaingia katika utendaji, kwa sababu anajua anafanya kwa ajili ya, na hatakuwa na haja ya msukumo. Na ndio maana mara nyingi mawaidha yanaitwa dhikra, yanaita yana ukumbusho. Sio kama hujui, ni kitu ambacho mtu alikuwa anakijua kisha anakumbushwa. Fadhakir fa inna dhikra, kwa sababu anacho tayari siku nyingi, lakini kwa sababu dunia ina kawaida ya kusahaulisha watu mambo. Kwa hiyo akitaka kusahau, unatokea wewe unaambia Mungu anasema toa, Mungu anasema swali, Mungu anasema funga, Mungu anasema usizini. Sawa sawa. Kuna alhamdulillahi rabbil alamin, kisha alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja, kisha na hii alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Tumeelewana? Na suratu Saba inaanzaje? Suratu Saba hii basi. Alhamdulillah, leo tunaendelea na darasa yetu, na tumekamilisha leo mwaka hii. Tukikamilisha Ramadhani ya mwaka huu ni mwaka wa 33, hatujaacha hata mwaka mmoja. Mwaka wa mimi nakalia kiti hichi huu mwaka wa 33. Kila ikishafika Ramadhani tunasoma jambo hili. Ni jambo zuri, jambo la kuigwa, jambo la kushukuriwa, na jambo la kujifunza watu. Sawa sawa. Mwenyezi Mungu atupeleke mpaka tumalize huu msahafu. Semeni inshallah. Kikubwa tutakachokipata tukakifanyie kazi. Leo tunaanza suratu Fatir. Suratu naongeza macho. Niliweza huko mwanzo kusomesha bila miwani, sasa siwezi. Waman nu'amiruhu nunakisu fil khalq. Mtu kadiri tukimpa umri tunampunguza katika maumbile. Kwa hiyo leo tutasoma suratul Fatir kiasi aya 2 tu au 3. Sawa sawa. Tutaona namna itakavyokuwa, kwa sababu tunafungua tumalize mapema, na mwaka huu tunataka tusome kidogo tumalize mapema. Lakini kwa faida, mwaka huu tunakwenda live nyingi sana, ikiwemo live ya TV ya ndugu yetu Manara. Umeona mitambo ile kule. Kwa hiyo unaweza kuambia hata watu waliokuwa Ulaya, ndugu zako Marekani, Arabuni, kwamba jamani, darsa yetu inakwenda live. Sawa sawa, ili na wao wapate uko walipo inshallah. Lakini Babdeo yupo live, Darsa TV ipo live, Msigwa tunao. Mwenyezi Mungu nao ndugu zetu hawa awalipe kila la kheri. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba. Yazidu fil khalqi ma yasha. Inna Allaha ala kulli shay'in qadir.
ma yaftahillahu linnasi min rahmah fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhan nasu udhkuru ni'matallahi alaikum hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas samai wal ard la ilaha illahu wa anna tufakun wa in yukadzibuka faqad kudzibat rusulun min qablik wa ila Allahi turja'ul umur. Tutajitahidi tufike hapo au kiasi tutakachojaliwa na Mungu. Hii inaitwa Suratul Fatir. Suratul ni katika sura zilizoshuka Maka, katika sura zilizoshuka kipindi kile bado Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ajahama kuhamia Madina. Suratul Fatir, sura ya kuumba. Wengine wanaita Suratul Malaika. Unaweza kusikia mtu anakuambia nasoma Suratul Malaika, sura ya malaika, kwa sababu ndani yake Mwenyezi Mungu anaanza na kuelezea kuwaumba viumbe hao wa ajabu, malaika. Tumeelewana vizuri Na sura hii ina aya 45. Tumeelewana vizuri Na kama ilivyokuwa katika sura za Maka, nyingi zinaelezea tauhidi, yani zinaelezea mambo ya mu'taqadati. Elimu hii ya dini imegawanyika, kuna mambo ya akida na kuna mambo ya ibada, na ibada imegawanyika, kuna ibada ya muamala na ibada ya kawaida. Sawa sawa. Sasa sura hii ni katika sura zinazojikita zaidi katika masala ya akida, spirit, Mungu nani, yuko wapi, anafanya nini, uwezo wake ni upi, atakuwepo mpaka lini. Yani tunasoma mara nyingi alama za uwepo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na lengo lake nini? Ni kutufundisha sisi tunapoanza kufanya kazi ya da'wa, usimwambie mtu swali, usimwambie mtu funga, usimwambie mtu toa sadaka. Usianzie huko. Ukianzia huko utakuwa umekosea njia ya kumlingania. Kwanza mueleze kwa nini anatoka na kwa ajili ya nani. Msomeshe mambo ya akida, Mungu. Niliwahi kueleza siku za nyuma kwamba tujitahidi kuwafundisha watoto wetu kumpenda Mwenyezi Mungu kabla ya kumuogopa na kumwabudu. Msalimu Mtume Muhammad. Nadhani mnakumbuka ile clip, kama bado mnayo, nzuri sana. Leo watu wamekuwa wavivu, wako nyuma katika mambo ya ibada kwa sababu tu bado hawajakuwa na mapenzi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kwa nini hawampendi Mwenyezi Mungu? Kwa sababu bado hawajamjua. Kwa nini hawamthamini Allah? Kwa sababu hawamjui. Hata Waswahili wanasema asiyokujua hakuthamini. Kwa kumbe tuna kazi kwanza kuwafundisha watu Mwenyezi Mungu mpaka wamjue, wamthamini, wapate kumpenda. Mswalini Mtume Muhammad. Hiyo ndio usulubu ya kwanza. Watoto wako wewe usiwaanzie moja kwa moja swali, funga,
na ukakasirika juu ya hilo, atafunga kwa ajili ya nini? Hamjui Mwenyezi Mungu. Mfundishe tauhidi. Na alhamdulillah katika madarisi tunazoshinda kutwa na kufanya kazi, tunalo somo zima linalohusu tauhidi, linalohusu akida. Mwenyezi Mungu atuongoze tuyaelewe haya. Mtu akishajua akida vizuri, basi mwenyewe tu itampelekea kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hata sisi tulifanikiwa kuwa tukapenda kuswali mpaka leo, kwa sababu ilipatikana kazi kubwa ya kutufundisha akida. Tulikuwa kuna kitabu kidogo tunafundishwa zamani na tunahifadhishwa, abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani alhamdulillahi alqawiyil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Nani anakumbuka? Mfundishe mtoto wako kitabu hicho. Kama huna, mlete kwangu, nitamfundisha kitabu hicho. Alhamdulillahi alqadim alawwali, alhamdulillah alqadim alawwal alakhir albaqi bila tahawul. Zote sifa za nani hizo? Allah subhanahu wa ta'ala. Mfundishe mtoto wako mpaka afike pahala pamjue Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu na uwezo wake kupitia katika sifa zake na majina yake. Yuko wapi? Ana nguvu kiasi gani? Basi hatokaa akafanya upuuzi, hatokaa akarudi nyuma. Mwenyezi Mungu atujalie kila la kheri. Na kisa changu kilichonitokea mimi wake kabisa ni kweli, nawaambia, na napenda kukirudia kila siku kama mfano. Na juzi nikapata ndugu yangu mmoja yuko Australia, anasema na mimi kilinitokea kisa kama hicho, kimetofautiana kidogo tu kwa sababu ya yale mambo kuwepo sana nyumbani na kusikiliza. Mimi kwetu mzee Mungu amrahamu na mama yangu walikuwa kila siku wananihadithia histori kuhusu Mungu. Mungu yuko hivi, akishuka chini kidogo malaika wananielezea, malaika nawasikia, mpaka nikawa kama nawaona hivi kutokana na wanavyoelezwa. Wanashuka kidogo wananielezea pepo na vilivyomo peponi, machungwa ya peponi, maepo, mahindi. Peponi kuna mahindi, umeelewa, ndizi za huko. Na mzee kwa sababu alikuwa na sauti nzuri, alikuwa anasomea aya, wabashiril ladhina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutashabiha wa lahum fiha azwajun mutahhara wa hum fiha khalidun. Kisha mzee alikuwa anafasiria, wabashiri alladhina amanu wa amilu salihati anna lahum jannati, wabashirie, wape habari ya furaha wale ambao wameamini, wa amilu salihati, na wakafanya mambo mema, anna lahum jannati, kwamba wana mabustani. Sasa mtoto mdogo ukimwambia habari ya bustani, unajua watoto wanapenda kutoka, au watoto wenu hawapendi kutoka? Wanapenda kutoka kuona mabustani, magarden yale mazuu, kwenda kuona simba, punda, milia, tembo. Allah. Sasa hapo mzee mimi alikuwa ananipambia, tunakaa natoa macho namna hii, na zamani nilikuwa na macho makubwa, basi nakaa natulia hivi mpaka naiona ile bustani ya huko. Anna lahum jannati afala tajri min tahtiha al-anhar, upita humo chini yake mito. Sasa bustani, mito inapita. Waambieni watoto wenu hayo, tajri min tahtiha kullama ruziqu minha min thamara, matunda. Sasa umeona matunda, kila watakachopewa humo katika riziki upande wa matunda, min thamaratil rizqa qalu hadha alladhi ruziquna min qabl, watasema kumwambia Mungu, mbona matunda haya jana tulipewa?
kumbe wakutubiha wanapewa yaliyofanana tu, sio yale ya jana. Yani leo wanapewa chungwa na kesho wanapewa. Sasa akipewa la jana, bwana Mungu wewe, ili chungwa jana mimi nimekula, onja basi uone ladha yake, very parare, no kurudi nyuma. Yani kama leo utamu, kesho utamu zaidi. Hebu mhadithie maneno hayo mtoto wako, alafu awe mteja. Hawezi kuwa mteja, kaa friendly. Lakini leo mnawapa watoto wenu simu, wanawafungulia katuni, na wallahi sasa hivi Mayahudi hizo katuni walizozitia huko kwenye simu, ima inatisha hata mtu mzima hawezi kutizama, au inamuita yule mtoto katika mahala fulani. Na unaona kabisa watoto sasa hivi, ukimwambia nyamaza, nyamazi. Ukimwambia kunywa uji, hataki. Ili anyamaze, mpe simu, alafu mwekee nini, katuni zenyewe bwana, wewe hata uelewi, lakini mwenyewe mpaka analala. Subhanallah. Mpeni mtoto wenu kitabu hiki, tena wewe unakaa mbele yake ndio unaeleza aya kama hiyo kullama ruziqu minha min thamarati rizqa. Mungu amekupa fasaha, wewe jikaze ueleze mpaka yule mtoto awe analitamani ili tunda ambalo jana ni chungwa na leo ni chungwa, lakini sio kama la jana. Semeni inshallah. Kwanza watoto wenyewe mnakaa nao wapi? Watoto wanaondoka alfajiri na mibegi mizito. Mimi naona watoto wangu wakitoka kule, ana begi hilo kama gunia la mchele, analitwisha, anakwenda asubuhi na school basi, anakaa huko, anarudi saa 3 usiku. Huyu hata ukimwambia kullama ruziqu minha min thamarati rizqa, kila walichopewa huko katika matunda, atakamlete ugali bwana, wewe habari ya matunda, nasema sijakula mchana kutwa na matunda sasa hivi hapa. Mmoja katika watoto wangu leo kumwambia mama yake, bwana wewe mama ujielewi bwana, wewe lete bwana ujielewi. Akaniambia huyu anaambia sijielewi. Kama yeye ujielewi kweli, kesha choka. Wallahi mtihani mkubwa sana. Tumeelewana vizuri? Mwenyezi Mungu atufikishe hapa. Nini unamfundisha? Akida, itikadi sahihi ya Allah. Kwa hiyo akiondoka pale yule mtoto anakuwa ni mushtaha, ana hamu ya kutaka kujua mambo kama yale. Basi kila siku haina umpigi huyu, utompige. Na mwimbo wake kasida yake ni hiyo, abda'u bismillahi warrahman, na aza kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Abda'u bismillahi warrahmani, mpaka mbele. Sasa huyu Mungu ni nani? Yaani wewe zungumza, mimi nilizungumziwa jambo hilo kidogo, akawa naongeza pepo, alafu sasa unaelezwa moto. Kabla ya kufika moto naambiwa mizani, kuna mizani huko, kuna sirata. Basi wallahi mpaka siku ya kubaligh mimi niliota sirata. Moja katika njia za mtu kubaligh ni kuota, si ndio? Basi mimi sikuota mambo yale. Mwingine anaota asubuhi kajichafua ndio kishabaligh huyo. Mimi usiku nimeota kiyama. Nimeota watu washahesabiwa, sasa wanakwenda motoni na wengine wanakwenda peponi. Njia ya kwenda huko ni moja tu, ni sirata. Nimefika mpaka pale katika sirata ile, watu wanakwenda, wengine wanavuka, wengine wanazama, wanaingia motoni. Ilipofika zamu yangu naweka mguu, nimeamka. Mimi niliogopa, nikamhadithia wakati ule ndugu yangu yuko hai Omari, yeye alikuwa bado. Nikamwambia bwana, bwana sirata kweli nini, nimeiona usingizini, lakini mimi sijavuka, nimeamka, naogopa. Lakini yeye akaenda kumhadithia mzee, bwana jamaa kaota sirata. Nikamwambia hebu mlete, unaona sasa kesha baligh yote yani. Umeona? Kwa hiyo mimi nimebaligh na nini? Sirata. Kiyama mzee, nitacheza. Kwa nini? Kwa sababu kisaikolojia nilitayarishwa hivyo. Leo alhamdulillah kwa muda mrefu imamu na karibu sijakufa, shehe wa mkoa wa Dar es Salaam. Nakwenda hivyo. Wewe si utaki, ndo nakwenda hivyo. Kidogo nakwenda. Na wewe jitahidi jambo hili. Sawa? Alafu yanakuja yenyewe tu.
Kila ukikaza mimi na huyo msikani. Naendelea sasa, sura yetu inaitwa Suratul Fatir. Suratul ni sura ya kuumba. Fatir ni ismu fa'ili ya fatara, ismu manake mtu mwenye kuanzisha, creator, mwenye kubuni, anaitwa Kiarabu nani? Fatir, khaliq, al-mubdi. Fatir ismu fa'il, fatara yafturu fatir, fahuwa mafturun kadhaka fattar. Wanaojua mambo ya sarfa wanajua hayo Kwa hiyo inaitwa Suratul Fatir, au ukitaka ite Suratul Malaika. Na sura hii inaelezea nini zaidi? Inaelezea mambo ya akida, kwa sababu ni katika sura za Maka, na wingi katika sura za Maka zinaelezea mambo ya mutakadati, mambo ya akida. Sawa sawa. Mtu akipata akida vizuri, akitoka hapo anaingia katika utendaji, kwa sababu anajua anafanya kwa ajili ya, na hatakuwa na haja ya msukumo. Na ndio maana mara nyingi mawaidha yanaitwa dhikra, yanaita yana ukumbusho. Sio kama hujui, ni kitu ambacho mtu alikuwa anakijua kisha anakumbushwa. Fadhakir fa inna dhikra, kwa sababu anacho tayari siku nyingi, lakini kwa sababu dunia ina kawaida ya kusahaulisha watu mambo. Kwa hiyo akitaka kusahau, unatokea wewe unaambia Mungu anasema toa, Mungu anasema swali, Mungu anasema funga, Mungu anasema usizini, Mungu anasema usidhulumu, Mungu anasema usile rushwa, Mungu anasema usile riba, Mungu anasema dhikra. Tumeelewana? Tunaendelea. Aya ya kwanza katika sura hii ambayo tumesema ina aya 45, Mungu anasema alhamdulillah. Alhamdu, sifa njema ni milki yake Mwenyezi Mungu. Fatiri samawati wal ardi, muumba mbingu zote saba na ardhi zote saba. Alhamdulillah. Sawa Sura ngapi zimekuja na zinaanza na alhamdulillah katika msahafu? Sura 3, Suratul Fatiha na Suratul Kahfi na sura hii hapa. Sawa sawa. Kuna alhamdulillahi rabbil alamin, kisha alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja, kisha nai alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Tumeelewana? Na suratu Saba inaanzaje? Inaanzaje suratu Saba hii basi? Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi, sifa njema ni za Mwenyezi Mungu muumba mbingu na ardhi. Ja'ilil malaikati rusula, mwenye kuwafanya malaika kuwa ni mitume kati yake yeye na manabii. Malaika wapo mitume kati ya Mwenyezi Mungu na manabii. Uli ajnihatin, wenye mbawa. Mathna, mbili mbili. Wa thulatha, tatu tatu. Wa rubaa, nne nne. Yazidu fil khalqi, anaendelea kuzidisha katika maumbile. Ma yashau, anachokitaka. Inna Allaha, hakika yeye Mwenyezi Mungu, ala kulli shay'in qadir, juu ya kila jambo ni muweza. Sawa sawa. Ma yaftahillahu linnasi min rahma, neema anazozifungua Mwenyezi Mungu kwa watu. Ma yaftahillahu linnasi min rahma, ma shartia ma, ndio maana unaona hapo kuna kisra. Sawa, ni ma yaftah, lakini imetiwa kisra litikai as-sakinaini. Ndio ma yaftahillahu linnasi min rahma, yani anacho kineemesha Mwenyezi Mungu kwa watu, anacho kineemesha Mwenyezi Mungu kwa watu. Fala mumsika laha, hakuna mwenye kukizuia.
Wama yumsik, na kile anachokizuia katika neema, fala mursila lahu, hakuna mwenye kukiendeleza, min ba'dihi, baada yake yeye. Wa huwa al-azizul hakim, na yeye Mwenyezi Mungu ni mshindi mwenye nguvu, al-hakim, mzuri wa kuyapanga na kuyafanya mambo yake. Mwenyezi Mungu anayafanya mambo yake vizuri sana. Sawa. Ya ayuhan nasu, enyi watu, udhkuru ni'matallahi alaikum, zikumbukeni neema za Mwenyezi Mungu alizokuneemesheni. Hal min khaliqin ghairullah, hakuna muumbaji asiyokuwa Mwenyezi Mungu, hakuna muumbaji asiyokuwa Mwenyezi Mungu. Yarzuqukum minas samai wal ardh, anawapa riziki nyinyi kutoka mbinguni na ardhini. La ilaha illahu, hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki ila yeye. Fa anna tufakun, basi vipi mnababaika? Wa in yukadhibuka faqad kudhibat rusulun min qablik, hapa anamgeukia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakikukadhibisha, kwa maana wakikupinga hawa watu, basi usipate tabu. Faqad kudhibat rusulun min qablik, jua kwamba walipingwa mitume iliyokuja kabla yako. Lakini hapana shaka, wa ila Allahi turja'ul umur, na kwa Mwenyezi Mungu tu, tia hiyo tu iwepo, kwa sababu ya at-taqdimi wa ta'khiri, yani wa turja'ul umuru ila Allahi. Mungu akisema wa ila Allahi, lazima useme tu, na kwa Mwenyezi Mungu tu turja'ul umur, mambo yote yatarudishwa huko. Tutaishia hapo leo, ngoja turudie tena tufasiri baadhi ya vitu viwili vitatu. Alhamdulillahi fatiri samawati wal ardi, shukurani za dhati na sifa nyingi ni za Mwenyezi Mungu muumba mbingu na ardhi. Sawa, Mwenyezi Mungu anaanza kuonyesha uwezo wake. Sifa nyingi, shukurani za kweli za dhati kabisa ni kumshukuru nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Na mwenyewe anatuagiza hilo, ifike pahala tumshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Sawa, tabarakalladhi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura. Wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan-nahara khilfa liman arada an yadhakkara au arada shukura. Mwenyezi Mungu ndo ambaye ameufanya ja'ala al-layla wan-nahara khilfa, ameufanya usiku na mchana ni vitu vyenye kupishana. Sasa hivi tupo katika mchana, ukimaliza muda wake utaupisha usiku, tutaingia katika usiku, ukimaliza muda wake utaupisha mchana tena. Vitu viwili tu, imma mchana au nini. Manake Mungu anasema nimefanya hivyo kutufanyia sisi, yani liman arada an yadhakkara, kwa yule ambaye anayetaka kumkumbuka Mungu na kujikumbuka yeye na kuikumbuka hali yake. Liman arada an yadhakkara au arada shukura, au anayetaka kushukuru sana. Yani usiku na mchana umewekewa miongoni mwa kazi zake kukupelekea wewe ufike katika kiasi cha shukurani. Inaeleweka vizuri? Usiku na mchana moja katika kazi zake ikufikishe wewe katika nafasi ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Manake hilo aliji hivi ila kwa kujichunguza chunguza, wewe ni nani, ulikuwa wapi zamani, sasa hivi vipi, mbona hivyo? Basi fike pala useme Mungu yupo, namshukuru Subhanahu wa Ta'ala kwa haya alionifanyia 1 2 3 4 5, au aliowafanyia wenzangu kaza. Sio, inaeleweka vizuri? Lakini sisi tunautumia usiku na mchana zaidi katika kutafuta dunia tu, lakini haiwi ni nyenzo au njia ya kutufikisha sisi katika hadhi shukuri. Ni makosa. Moja katika malengo ya usiku na mchana, liman arada an yadhakkara au arada, lazima uwe na design ya kujichunguza na kujifuatilia
ili upate kumshukuru Mwenyezi Mungu. Na shukrani ina faida kubwa, la in shakartum la azidannakum. Ukishukuru kweli Mungu atakuzidishia. Kwa hiyo alhamdulillah, sifa njema ni za nani? Yeye ndio mwenye haki ya kushukuriwa. Wa shukru ahsanu ma raaitu multamisan muhawalatan inda Allahi wan nasi. Shukrani sehemu mbili, tunamshukuru Mungu na unawashukuru watu wenzio. Sasa hivi utamaduni wa kushukuru hatunao, hatumshukuru Mungu wala sisi hatupeani shukrani. Kumwambia mtu neno asante, neno unaweza kukaa kutwa umefanyiwa mazuri mema, lakini kumwambia mtu asante bwana huna. Yani kila akikufanyia zuri wewe unamtafutia baya. Allahu akbar. Kila akikusaidia wewe unatafuta sehemu gani kakosea. Mwambie bwana asante japo kwa kidogo tu, tushukuriane bwana tunakushukuru bwana, au mimi nakushukuru. Nyumbani watu watuambiani shukurani wala mabarabarani. Wanawake wanajitoa, wake zetu, kutusaidia, kutufulia, kutupikia, kututandikia vitanda, kulea watoto wetu. Hakuna utaratibu wa kumwambia mkeo shukrani. Kwani ukiamka asubuhi mwambie mkeo shukrani kwa yote ulionifanyia usiku, shukrani, Mwenyezi Mungu akujaze kila la kheri. Wewe unaweza kujikanda, wewe miguu ikikuuma unaweza kujikanda. Mtoto watu anajitahidi, anaanza vidoleni mpaka kichwani, unalala kama ule ukufa. Ukiamka sema shukrani. Umeelewa? So ukiamka unatafuta koti lako na mswaki, mshukuru ili Mungu akuzidishie, kesho akukande. Kama leo kanda na vidole, kesho atakanda na kichwa. La in shakartum la azidannakum. Tena Mwenyezi Mungu anaona aliweka, akusema tu mkimshukuru nani, ameondosha mafuuli hapo. Hadful maamuli yushiru ila al-umumi. Kasome vizuri. La in shakartum man, mkimshukuru nani kayo? La in shakartum, shukuru tu yoyote, Mungu, mtu, mtoto, mkubwa, mwalimu wako. Hakuna watu wanaotakiwa kushukuriwa sana kama walimu waliotusaidia leo tumekuwa binadamu. Basi nafika pahala mgomvi wako mkubwa ni mwalimu wako, mtu aliyokufundisha. Hasa sisi tunaosoma dini ndio tuna matata, sio sana watu waliosoma sekula. Watu waliosoma sekula afadhali kidogo, upande huo wamepona pona, lakini sisi tuliosoma hadhihi huwa alaika alaikum, kwa sababu huko kuna khilafu. Huko unaenda mtu anaanza kukusomesha alifu be mpaka ye, kisha unaweza kusoma Qur'ani, unapata bakti, unapanda ndege, ukirudi mama yangu wa kwanza kafiri mkubwa yule aliyokufundisha alifu yeye. Tuko hivyo, na ndio maana unaona siku 2-3 sura zetu zinaonekana kama tuliokufa miaka 5 iliyopita, na ilmu tunazo kwa sababu hatuna shukrani. Hata kama kakosea mwalimu, hata kama lakini kuna kitu alichofanyaje, alichopatia. Hawezi mtu akapotea full completely, na hawezi akapatia moja kwa moja. Ubinadamu huo hakuna wa kukosea tu na kupatia. 100% ni za Allah subhanahu wa ta'ala. Binadamu anapatia na ana bwana mmoja anasema la shay'a fi dunya khati'un tamama hatta sa'ati almutawaqqifati takunu sahihatan fil yawmi marratayn. Si mmeshausikia msemo huu? Anasema la shay'a fi dunya khati'un tamama, hakuna kitu duniani kinakosea moja kwa moja. Akijatokea hicho kitu moja kwa moja kimekosea, hata saati almutawaqqifa, hata ile saa iliyosimama, takunu sahihatan fil yawmi marratayn, wa inapatia muda mara 2 katika siku. Saa mbovu kabisa imesimama saa 1 kasorobo, sawa, saa 1 imesimama asubuhi, saa 1 kasorobo, ikifika saa 2 imepatia hiyo, saa 3 imepatia, lakini ikifika saa 1 kasorobo jioni imepatia saa hiyo. Vasi kutamia saa ngapi? Saa 1 kasorobo. Basi unachukua hicho kijiko saa chaka kimoja, tena ndio na picha unarusha video. Umeona uko wapi bwana? La shay'a fi dunya khati'un tamama hatta sa'ati almutawaqqifati takunu sahihatan fil yawmi. Kwa hiyo tuwasamehe watu, tupeane udhuru sana. Mwenyezi Mungu anatupa udhuru katika mwezi wa Ramadhani. Man kana maridan au ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina.
la'allakum ayyaman mbele, man kana udhur wa Allah subhanahu wa ta'ala. Anajua wewe binadamu hawezi kuwa mzima siku zote akafunga, kuna siku ataumwa. Ukiumwa kula dawa, kula vizuri, pumzika, ukipona nilipe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Basi alhamdulillah, hayo yote tunayapata katika kushukuru. Utufanyiwa kitu japo kidogo, tusema asante, alhamdulillah. Sifa njema wa kwanza kushukuriwa ni nani? Alhamdulillah fatiri samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusula, mwenye kuwafanya malaika kuwa ni mitume. Malaika wake Mwenyezi Mungu ni mitume. Wapo mitume katika malaika, wapo mitume wanaofanya kazi baina ya Allah na mitume yake, kama vile Jibril alayhi salam, yeye ndio alikuwa ni rasul baina rabbi wa anbiya'i. Maadamu amesema ja'ilil malaikati rusulan kwa jamu taksiri, manake wako wengine, sio Jibril peke yake. Tunawajua au hatuwajui? Uli ajnihatin, wenye mbawa, wenye masna, wako wenye mbawa mbili mbili, wa thulatha, wako wengine wana tatu tatu, wa rubaa, wako wengine wana na wako wenye ziando yazidu fil khalqi. Malaika wako. Moja katika mambo ya mu'taqadati tunaotakiwa tuwafundishe watoto wetu mapema tangu wadogo, tuwaambie Mungu yupo na anao malaika. Akikuuliza malaika ni wakina nani, mwambie Mwenyezi Mungu anao viumbe, wameumbwa kwa nuru, hawaonekani kwa jicho la kawaida, wakiwa katika umbile lao la kimalaika. Malaika ukisoma katika tauhidi, wakiwa malaika wapo katika umbile lao la malaika. Hakuna anayeweza kuwaona ila mitume, wanao uwezo wa kuwaona malaika katika maumbile yao ya kawaida. Tumeelewana? Mtume Muhammad alimuona malaika Jibril na wengineo wengi katika umbile lao la kawaida. Alimuona akiwa na mbawa 70,000. Alikuwa na mbawa 400,000 mbawa, lakini mpaka ujaliwe na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala uweze kuwa na jicho hilo, Mungu akukhitari. Kuna mtu mmoja siku alimuona mtu mnene akazimia, wacha malaika. Aligombana na mtu, alikuwa dereva sawa. Sasa huyo mtu mwenyewe mnene alafu mfupi, katika gari anaonekana kichwa tu, yeye mwenyewe aonekana. Wakakosana kidogo, yule kijana akaanza kumwambia maneno, wewe unaendesha vibaya, kama tunajua barabarani matusi anao madereva. Matusi, ukitaka kujua kamusi ya matusi wenyewe madereva. Nini bwana? Takupiga mimi. Yule bwana akasema, kumbe unataka kunipiga. Akafungua mlango, katoka ule mwili wake, yule kazimia. Sasa wewe kumwona mtu mnene tunazimia, je malaika? Yazidu fil khalqi, na hakuna anayejua idadi ya malaika illa Allah, isipokuwa Mwenyezi Mungu peke yake, isipokuwa Mwenyezi Mungu. Imepokewa hadithi kutoka kwa Abu Huraira, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anazungumzia kuhusiana na uwepo wa malaika. Anasema, atakaposimama mmoja wenu, idha qama ahadukum ila salah fala yubsiqu amamahu, mmoja wenu akisimama anaswali na akawa na haja ya kutema mate, asiteme mbele yake, asiteme. Kwa nini? Fa innahu yunaji Allah, kwa sababu huko mbele ananongonezana na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, maadama fi musalla, muda wako yuko katika swala yake. Wala ayaminihi, wala asiteme mate kulia kwake. Kwa nini? Fa inna yaminihi malaka, kwa sababu huku kulia kuna malaika. Usiteme huku ni mahdhar tukufu, kuna Mwenyezi Mungu. Usiteme huku, kuna malaika utamtemea, sawa. Walakin liyabsuq an shimalihi, lakini akiona ana haja ya kutema mate ateme ushotoni kwake, au tahta rijlihi, au chini ya mguu wake. Mafundisho ya Mtume Muhammad. Inaweza ikawa wakati mwingine unaswali ukajiwa na kohozi hivi, sasa vipi? Basi usipige kwa wala huko, tema kushoto au, lakini hiyo sio msikitini,
Maana kuna watu bwana akisoma hadithi kama hii atatesti humu atatesti humu. Maana mwanadamu bwana, kama kumbe ipo ruksa kutema mate, usitutemee mate huko misikitini. Hii una swali mchangani huko, tumeelewana? Malaika wapo hadithi hiyo inashuhudia kwa malaika, na aya ziko nyingi sana. Shahidallahu annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Tumeelewana Katika suratul Baqara mwanzo wametajwa malaika, wako wengi sana na idadi yake hakuna anayewajua. Kuna nyumba juu inaitwa Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur, kila siku wanatufu na kuingia ndani ya nyumba hiyo malaika 70,000 na hawarudi, yani hawatoki na hawarudi, kila siku tangu imeumbwa. Subhanallah. Siku ya Kiyama utakuja, utaletwa moto wa Jahannam, mambo yote utahudhurishwa ule moto. Sasa tizama namna unavoletwa moto wa Jahannam. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema yuta bi jahannama yawmal qiyama yaumaidhin laha 70,000 zimam. 70 italetwa, inakokotwa hiyo Jahannam au moto wa Jahannam, itakuwa ina vishikio vya kukokotea 70,000 kama endo, sasa itakuwa ina mikono 70,000 maa kulli zimam, kila mkono mmoja wa kuvutia ile Jahannam 70,000 malaika, inavutwa na 70,000 malaika. Sasa hawa ni wengine na wale ni hebu 70,000 mara 70,000 ni ngapi? 70,000 mara 70,000, kapiga hesabu utajua. Kwa hiyo wako wengi sana, Mwenyezi Mungu anawataja hawa na hawa wako wengi sana. Wewe peke yako unao wa kila aina. Una malaika anakuandikia mema yako, una malaika anaandika mabaya yako, una malaika anakuletea chakula chako, una malaika wa kukuletea maji yako na vinywaji vyako, una malaika wa kuchunga afya yako, una malaika kazi yake yeye kukuletea hiyo pumzi hiyo. Tumeelewana? Una malaika wa kuinua na kufunga jicho lako. Yani wewe umezungukwa malaika watopo wanafanya kazi mpaka itakapofika siku ya kufa kwako, basi wanaanza kuongea, bwana ndugu yangu vipi kuhusiana na chakula chake jamaa, unacho? Kwa nini sasa? Mimi naona huku stoki yake ya maji imekwisha. Stoki ya nini? Ambia na mimi huku nimebaki punje 3 tu za ubwabwa. Wapumzi tena kwamba hapa tena labda wamuongezee oksijeni, lakini mimi mtungi wake huko wapumzi utowaje? Watu huku wanahangaika kuhusiana na wewe, kumbe stoki ya vitu vyako malaika utowaje? Ndio ile pale, walaula idha balagatil hulqum wa antum hina idhin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun falawla in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin fa amma in kana minal muqarrabin wa rawhun wa rayhanun wa jannatu na'im wa amma in kana min ashabil jahim fasalamun laka min ashabil yamin wa amma in kana minal mukaththibin ad-dallin fanuzulun min hamim wa tasliyatu jahim. Mungu anafunga, inna hadha lahu haqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal azim. Inshallah leo tamalizia hapa, kesho tutaondokea hapo falaula idha balagatil hulqum wa antum hinaidhin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun. Tumeianza suratul Fatir au suratul Malaika, inshallah ukatwalii ili uyatie katika maisha yako. Tatizo